Mfanyabiashara wa pembejeo kutoka Kariakoo jijini Dar es Salaam, Naindo Msheri, amezungumzia namna alivyowahi kutapeliwa kiasi cha shilingi milioni 100 za Kitanzania, huku akiiomba mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA iwe inafanya ukaguzi wa kodi kwa wakati ili kuepusha wafanyabiashara kukumbwa na malimbikizo ya kodi ambayo yanasababisha hasara. Msheri alitoa kauli hiyo mbele ya kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wanawake na kodi, ambapo kamishna alimuomba na kumshauri mfanyabiashara huyo asifunge biashara yake licha ya changamoto alizopitia. Mimi naitumika na bana, hizi ni ripoti zaidi. Naindo Msheri ni mfanyabiashara wa pembejeo za kilimo, niko Kariakoo. Swali langu kwa mheshimiwa, na ni swali na pia ni ushauri pia kwa wafanyabiashara labda wenye makampuni ambao ndo wanaanza. Tunaomba kusaidiwa kwenye swala la ukaguzi wa biashara zetu. Wanapofanya ukaguzi wana delay. Unakuta mtu ndo umeanza biashara and then unakuja kupewa barua ya ukaguzi baada ya miaka mitatu. Mistake ambazo ungeweza kucorrect kwenye mwaka ule wa kwanza zinakuwa zimejikusanya kwa miaka mitatu. Baadaye unakuja kuwa umelimbikiziwa kodi nyingi ambazo zinakufanya wewe unadidimia, na pia tunakuwa vitu vingi hatuvifahamu. Natoa mfano halisi wa kwangu. Nilianza biashara mwaka 2019. Mwaka 2021 nikatapeliwa zaidi ya milioni 100 kwenye biashara yangu. Sasa mimi kazi yangu nikaa na kazana nilipe madeni. Nikaja TRA wakaja kunikagua 2023. Miaka 4 imeshapita. Mpaka leo nimefunga hiyo kampuni kwa sababu wamenilimbikizia kodi, vitu vingi, sina documents kwa sababu ya changamoto ambazo zilitokea hapo katikati, hawataki kuelewa. Kwa hiyo nikafunga na bado ninalipa kutokana na biashara nyingine, nalipa deni. Hii ni kukandamiza sana na inakatisha tamaa. Kingine, tunawashauri watu wafanyakazi wa TRA wasije kwenye ofisi zetu sisi wafanyabiashara na walipa kodi kama maadui. Wanapokuja kwenye maofisi au sisi tunapoenda, mimi naweza kuzungumzia mimi situation ambazo nimezipata, at least na elimu kidogo ya kuhusu biashara na ulipaji kodi. Lakini unakutana na mtu anakuja ofisini kwako anakuharasi, au anakuta wafanyakazi anawauliza maswali. Nimezungumza kwamba audit, yeye ni mlipa kodi, alianza 2019. Sasa shida iliyopo ni muda wa kuaudit, na anasema amefunga biashara. Yuko wapi yule Naindo? Yuko wapi nimuone? Yes. Kwanza usifunge biashara. Uko tayari kuifungua tukusaidie ufungue hiyo biashara? Uko tayari? Unatoka Kariakoo. Manager wa Kariakoo yuko. CDR na kuachia wewe. Utamuona CDR, tutaifungua hiyo biashara yako. Kama kuna mambo ambayo si ya haki yalifanya, tutatafuta namna. Nimezungumza mwanzoni hapa kwamba kwa sababu nyie ni wanawake na tunaenda kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani, yale mambo yanayohitaji discretion power zangu, ikiwemo kufuta penalty na interest na mambo mengine, niko tayari kuyafanya, na wewe tuko tayari kuyafanya. Unaweza kukaa, lakini na wengine ambao wanafanana na wewe ambao wamefunga biashara, sisi tunapambana kuongeza tax base. Hatuwezi kufunga biashara za watu. Niliposema kazi yetu ni kufacilitate, manake ni lazima tupambane tunavyoweza, tusiue biashara.
Sasa kama ni swala la elimu litatolewa na mengine yaliyopo, ili mradi biashara iweze kuendelea, hilo tutafanya. La mahusiano na walipa kodi, ni waombe, ukiona kuna mtumishi wetu ni mnyama, he behaves in animosity, chukua jina lake. Watumishi wetu wote wanavaa vitambulisho. Chukua jina na ukaripoti kwa bosi wake. Kila mkoa una mameneja. Nina role ya kuwalinda watumishi ili wasionewe, wafanye kazi zao vizuri, lakini kwa wachache ambao wana misbehave hatuwezi kuwalinda. Sisi hatupo bila nyie. Hatuwezi kuwa biashara alafu tubaki TRA. Tutakuwa tunafanya nini? Kwa hiyo ukiona mimi nasisitiza partnership, makamishna wanasisitiza partnership, mameneja wanasisitiza partnership, na hata watumishi wetu wanasisitiza partnership, na tunawaajiri kwa utaratibu mgumu sana ili watu wawe ni watumishi ambao wana ethics, wana maadili na weledi wa kufanya kazi. Kwa hiyo ikitokea ametokea mtu, usivunjike moyo. Yeye sio final, ana wakubwa zake wako juu, ana center manager ambaye yupo, wewe unakwenda kumuona, unaelezea. Ukishindwana na center manager, yuko manager. Ukishindwana na manager, wako ma-DC. Ukishindwana na ma-DC, yupo deputy commissioner general. Ukishindwana nao, nipo mimi. Na tulishazungumza hapa, kuna namna ya kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Kwenye kikao hiki mkurugenzi wa elimu Kayombo atatoa utaratibu wa kuwasiliana na mimi direct, ila tu usimuonee mtumishi, uwe mkweli. Na huu si mwezi wa Kwaresma, mwezi wa Ramadhani. Ukimuonea utakuwa umetenda dhambi. Wewe useme ukweli, alafu sisi tutatumia ule ukweli kurekebisha mambo na kukusaidia wewe uendelee.